Jina langu ni Maunga Junior, nikukaribishe mwanamichezo popote pale ulipo tuweze kuangazia yale yote ya kimichezo ambayo yameweza kujitokeza kunako kwenye mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii wadau wanazungumza nini, ama kuna kitu gani kipi ambacho kimeweza kujitokeza? Basi kazi yangu ni moja tu, kukusogezea hapo ulipo. Wote tunajua kwamba Machi 8 kuhitajia kufanyika na mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao ulipangwa kwa kutanisha vigogo wa soka la Tanzania. Ninapozungumza vigogo wa soka la Tanzania na maanisha Simba dhidi ya wananchi Young Africa, lakini kutokana na sababu zilizojitokeza kwenye mchezo huo, wekundu wa Msimbazi Simba wakatoa barua kwamba wamezuiliwa kufanya mazoezi kwenye dimba la Benjamin Mkapa, ikiwa wao ni haki yao ya msingi kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Basi wakazuiliwa na wao wakasema hatutapeleka timu uwanjani, ama mamlaka husika ifanyie uchunguzi juu ya tukio hilo ambalo liliweza kujitokeza. Lakini kabla siku ya mchezo muda husika hujafika, mamlaka husika na maanisha bodi ya ligi ikaweza kutoa tamko rasmi kuahirishwa kwa mchezo huo na watu wasubiri tarehe nyingine ya kufanyika kwa mchezo huo. Lakini kabla hata muda hujafika, wananchi Young Africa wakaweza kusema kwamba watapeleka timu uwanjani, na maanisha dimba la Benjamin Mkapa wao wataenda, kwa sababu hawana taarifa yoyote ya kuahirishwa kwa mchezo huo. Na kweli muda husika ulipofika, wananchi Young Africa wakaweza kupeleka timu uwanjani. Lakini kama tunavyojua kwamba klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wakafuata tamko la mamlaka husika na maanisha bodi ya ligi, wao wakawa hawajapeleka timu uwanjani. Maneno yakawa mengi kwamba wananchi Young Africa watachukua maamuzi gani, lakini kama unaweza kukumbuka kwenye mitandao ya kijamii humo makamu wa rais wa Young Africa akaweza kusema kwamba sitaweza kushuhudia dabi yoyote katika msimu wa mwaka 2024 2025. Sisi na watani zetu wa jadi, mchezo wetu umemalizika Machi 8. Watu wakafikiri kama utani hivi sasa ninavyozungumza na wewe, basi kasi imepokea barua rasmi kutoka Yanga ikishtaki TFF, TPLB, Simba, na wamepewa siku 10 tu. Ngoja nikisome kile kitu ambacho kimeandikwa na mwandishi wa habari nguri hapa mchini, na maanisha Maulidi Kitenge. Maulidi Kitenge kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika kuwa mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS imepokea rasmi rufaa iliyowasilishwa na klabu ya Yanga dhidi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB na klabu ya Simba kufuatia uamuzi uliotolewa na TPLB wa kuahirishwa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo iliyotarajiwa kupigwa Machi 8 mwaka 2025. Kwa mujibu wa barua ya CAS, walalamikiwa TFF, TPLB na Simba wamepewa siku 10 kuanzia tarehe ya kupokea taarifa hiyo ili kuandaa na kuwasilisha utetezi wao. Kesi hiyo itasikilizwa kwa haraka chini ya kumbukumbu namba CAS 2025-A/1129-8, huku pande zote zikitarajia kuwasilisha vielelezo na hoja zao ndani ya muda uliopangwa. Hiyo ni Maulidi Kitenge ameweza kuandika juu ya kile kitu ambacho kimeweza kuandika kwenye barua ambayo imeandikwa na CAS kwa watuhumiwa ambao ni Simba, TPLB pamoja na TFF, ili waweze kuwasilisha vielelezo kwa nini mchezo uliahirishwa. Hao ndio wananchi Young Africa, na ninavyozungumza na wewe tusubiri CAS kitu gani ambacho kinaendelea, ila kazi yangu ni moja tu, kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yanajitokeza kwenye matukio haya kuhusiana na dabi ya Kariakoo kuahirishwa utakuwa unayapata hapa kutokea Mpenja TV. Jina langu ni Maunga Junior. Ukinikosa hapo unanipata Instagram, natumia Maunga Junior _17. Ila kabla sijaondoka, nataka nikupatie mchongo wewe ambaye unanifuatilia sasa hivi. Kama una pesa yako kidogo na una ndoto ya kumiliki simu aina ya smartphone, basi nikwambie Mandasi Store wapo kwa ajili ya kuhakikisha wewe Mtanzania unamiliki simu aina ya smartphone kwa hiyo pesa yako kidogo uliyokuwa nayo hivi sasa. Cha kufanya ni kitu kimoja tu. Kama unachohitajika ni kuwa na vitu viwili, uwe na pesa hiyo kidogo kama kianzio, lakini pia uwe na namba ya NIDA ama uwe na leseni ya usafirishaji, au sio bwana? Kwa hiyo ukifika popote ambapo unajiona duka la Mandasi Store, na hawa jamaa wanapatikana Tanzania mzima, fika pale na hicho kitu, waambie Mpenja TV wameniambia nikija na pesa yangu kidogo nitaweza kupata simu
aina ya smartphone. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupita kwenye mitandao yao ya kijamii, wanatumia Mandasi Store, au chukua namba ambazo zinatembea hapo chini uweze kuwapigia na wewe uweze kumiliki simu yako. Lakini je, nini matumaini yako kuhusiana na hii kesi ambayo wananchi Yanga Afrika wameweza kupeleka CAS? Unafikiri watachomoka TFF, TPLB pamoja na mnyama Simba ama na vipi? Basi niandikie komenti yako hapo chini. Endelea kubaki na Mpenja TV, siku zote sisi tunazungumza michezo tu. Bye bye.